Pendua kitabu cha Warumi, Warumi 6 mstari wake ni wa 6. Kwa maana twajua kwamba utu wetu wa kale, ulisulubiwa. Utu wetu wa kale ulisulubiwa. Mungu anasema hataki kuona utu wa kale. Utu wa kale ni upi? Utu wa kale ni upi? Utu wa kale ni ule wa Zaburi 51 mstari wa 5, mahali wanadamu wamezaliwa kupitia Adamu wakiwa na dhambi. Huo ni utu wa kale. Huo ni utu wa kale. Mungu anasema hataki kuona. Warumi 6:6, kwa maana twajua kwamba utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja na Yesu, ili ule mwili wa dhambi upate kuangamizwa, nasi tusiendelee kuwa tena watumwa wa dhambi. Mungu hapendezwi na utumwa wa dhambi. Ndio maana akamtoa Yesu. Kwa nini Yesu ametolewa asulubiwe pamoja na mimi, pamoja na wewe? Kwa njia ya toba, kwa njia ya toba na imani. Toba na imani. Mungu haupendi utu wa kale na matendo yake. Mungu anasema amekupenda, amenipenda, amemtoa Yesu Kristo ili utu wangu wa kale, utu wako wa kale usulubiwe, ili tusitumikie dhambi tena. Haya ndio yale Mungu anasema kwa Warumi. Wagalatia 2:20, kwa maana nimesulubiwa pamoja na Kristo. Kusulubiwa pamoja na Kristo. Si mimi naishi, si mimi niishie, bali Kristo aishie ndani yangu. Wokovu ni kusulubiwa. Wokovu ni kusulubiwa kwa mtu wa kale, kwa dhambi ya uwawe, mtu mpya ikuwe ndani, ambaye ni Kristo Yesu, uishi maisha masafi. Mungu hapendezwi na utu wa kale. Mungu hapendezwi na utu wa kale. Wokovu ni toba na imani kwa Yesu Kristo. Utu wa kale usulubiwe. Mungu achukue mtu mpya, amweke ndani, akufufue pamoja na Yesu Kristo. Wewe uishi tena, Yesu anaishi. Lakini kama wapenda zinaa, Mungu atakuacha uipende, ufe uingie jehanamu. Kama wapenda Biblia wenyewe, Mungu atakuacha.
Sio ndio unapenda? Kuna watu wanapenda ngono na Biblia wasomi. Kitu namka unafikiria ni ngono. Hiyo ni utu wa kale, wafikiria mpira. Na ufikiria hata mume wako anakupatia hiyo pumzi. Hivi mpira unaweza kupatia pumzi? Wewe. Mpira unaweza kupatia pumzi? Mungu anakuambia karibu. Kiri dhambi zako, zitubu. Mwamini Yesu Kristo. Nenda na Yesu Kristo msalabani. Nenda na Yesu Kristo msalabani kwa imani. Kwa imani. Haya mambo mengine yote hatajali. Mambo mengine yote hatajalisha. Ukiondoka hapa, kitu kitajali ni je, ulitubu dhambi? Utu wako wa kale ulisulubiwa. Yesu aliumbwa ndani. Je, uliishi maisha masafi mpaka mwisho? Hiyo itajali. Watu watataka kujua ulitoa nani duniani? Ulikuwa na cheo gani duniani? Ulikuwa na pesa ngapi? Mungu anataka toba. Ikimbia dhambi kwa kujitisha kwa Mungu. Kwa kujitisha kwa Mungu. Ulimwengu hauna faida. Kama utatoka ulimwenguni na uingia jehanamu, ulimwengu haja kusaidia lolote. Jehanamu milele. Tengeza uhusiano wako na Mungu kwa toba na imani katika tendo la kusulubiwa pamoja na Yesu Kristo. Geuka kwa njia mbaya. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Wafikiriaje? Kiri dhambi zako, wachana nazo. Weka imani kwa tendo la kusulubiwa pale msalabani. Yesu alisulubiwa, ulisulubiwa naye. Geuka kwa njia mbaya, weka imani kwa Yesu Kristo. Mungu anataka toba mpendwa. Kuitambua dhambi, kuikiri na kuachana nao, na kuweka imani kwa damu ya Yesu Kristo. Damu yenye mamlaka, damu yenye nguvu, damu yenye uwezo wa kuondoa dhambi na kumtakasa mwanadamu na kumweka huru. Mungu anataka toba mpendwa. Mlilie Muumba wako. Mlilie Muumba wako. Kama bado pumzi iko kwa mapafu yako, usingoje uitwe marehemu. Hawezi tubu jehanamu. Jehanamu hakuna toba. Jehanamu hata ukiomba Mungu hakusikii. Wakati sahi uko hai, geuka kwa njia mbaya. Weka imani kwa damu ya Yesu Kristo.